makosa binafsi, basic za goalkeeping akizizingatia, naamini ataiondoa Simba kwenye riski ya kupoteza mchezo. Ana mechi ya mwisho ile alifanya makosa, unakumbuka yeye. Kwa hiyo naamini akipunguza makosa binafsi, zile basic za goalkeeping akizizingatia, naamini kuna baadhi ya vitu vitapungua na riski ya Simba kupoteza pia inaweza ikawa ni ndogo. Ndio. Mtu mwingine Chemalon Fondo kama atapata nafasi ya kuanza, kwa sababu mimi sio Fadlu, sijui ni nini ambacho anawaza. Yes. Kama atapata nafasi pia naye ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa na makosa binafsi, ile hali ya kujiamini kupita kiasi. Na unajua unajiamini kwenye eneo ambalo ni hatari zaidi. Unajua ingekuwa ni pembeni ya uwanja tunasema kidogo ni salama kuliko katikati ya uwanja. Ukipokonywa mpira kwenye eneo hilo, tayari watu wamefika golini na wanafanya wanachokitaka. Na ukikutana na watu ambao wako more clinical, tunazungumza unaokota kunyavu kila saa unarudi katikati. Kwa hiyo naamini pia ni mtu mwingine ambaye kama atapata nafasi ya kuanza kwenye mchezo wa leo, anatakiwa kupunguza hiyo hali ya kujiamini kupita kiasi. Sehemu ya kupasia wewe pasia, usitake vitu vikawa vingi. Mtu mwingine ambaye naamini kuna namna akibadilisha picha yake anaweza akawa ni moja kati ya watu ambao wana msaada mkubwa, ni Yusuf Kagoma. Mimi kwangu ndo usajili bora kwa Simba msimu huu. Yusuf Kagoma kwangu mimi ndo usajili bora kwa Simba msimu huu, kwa sababu ni mchezaji ambaye hakuna mtu alikuwa anamuimba, ila leo ndo moja kati ya midfielders bora ambao tunao kwenye taifa letu, wazawa kiungo wa chini ni Yusuf Kagoma. Na moja kitu ambacho nimekiona kwa upande wake ni amekuwa ni mtu ambaye kwenye timing zake za kufanya technical fouls amekuwa anachelewa. Anajikuta anafanya fouls ambazo mwisho wa siku zinamgharimu yeye, zinaigharimu timu. Naamini pia ni kitu ambacho kama atabadilisha timu itakuwa kwenye mazingira salama vile vile. Mtu mwingine naamini ni Mpanzu. Ndio, Mpanzu. Yes. Anapenda sana mpira kukaa mguuni. Kuna time unatakiwa tu ku release mpira, tengeneza space nyingine, vitu vingine vitokee kwa urahisi zaidi. Na amekuwa pia anapenda ku attempt mara kwa mara, ila sio kila sehemu ni lazima upige. Sehemu weka mazingira, weka pasi rahisi tu, mazingira yanakuwa rahisi. Ateba pia nafasi nyingi ambazo ni rahisi anakosa. Jean Chazawa nafasi nyingi rahisi anakosa. Naamini ni watu ambao wakiwa bora zaidi kwenye matumizi ya nafasi, inaweza ikaweka kwenye mazingira mazuri zaidi ya wao kushinda mchezo. Hao ni watu ambao kwa haraka kwa upande wa Simba naamini kama hivi vitu ambavyo nimevizungumza utavifanyia kazi, timu inaweza ika kwenye mazingira rafiki ya wao kupata ubingwa. Na Kapombe vipi? Yuko sawa sawa kwenye maana Kapombe ujue ni moja mabeki wa pembeni ambao kwenye mechi nyingi anapata nafasi sana wakati wa kufunga kama na anaingia kwenye boksi, lakini pia amekuwa hazitumii sawa sawa. Na yes, amekuwa hazitumii sawa sawa, ila kuna time inafika hatuwezi kumhukumu kwa sababu ya nature ya eneo analolicheza. Kwa sababu hata ukiwa kwenye kiwanja cha mazoezi sio jukumu lake la msingi kufunga, ila kufunga ni jukumu la mtu yoyote kwenye timu. Ukiwa kwenye space unatakiwa upasie, ila mara nyingi inatokea ni kwa sababu tunasema hizo uwezo wa yeye kufunga sio mkubwa, kwa sababu hata akili yake tu uwanjani inawaza timu ikipoteza mpira ni nini kinatokea, nini anatakiwa nifanye. Ila mtu anayecheza kwenye eneo la ushambuliaji, akili yake ya kwanza ni tukipata mpira mimi natengenezaje nafasi ili tufunge. Kwa hiyo kuna wakati siwezi kumhukumu sana kwenye eneo hilo kwa sababu ya eneo analolicheza. Mimi naamini hao watu wengine vitu viko sawa. Kapombe kwenye eneo lake anafanya majukumu yake yanavyotakiwa. Shaba anafanya majukumu yake yanavyotakiwa. Hamza pia amekuwa anafanya vitu vyake. Ngoma the same. Naamini kwa hao niliwataja ni watu ambao wakiweza kuboresha mambo yanakuwa vizuri. Na Wayanga mnao ama mwingine hapa? Nini? Upande wa Yanga kufanyaje? Ambao pia wanapaswa kupunguza ndani. Mimi labda swali langu kuhusiana na hicho mechi ya juzi, lakini pia Yanga unajua kuna namna pamoja na kwamba wanapata magoli mengi. Kwa mfano mechi ya juzi nafikiri Ashraf kwa tunaangalia wote mechi ile. Mtu kama Max Zengeli of course lazima tunamsifia, ni mchezaji ambaye ni energetic, anafanya kazi nzuri sana katika kuhakikisha anaurudisha mpira katika possession, lakini hana utulivu kiukweli katika namna ya kutumia nafasi. Yani anaweza akaupata mpira akalisogelea goli akashindwa kuwa na matumizi mazuri. Tuliona katika mchezo wa juzi sio mara moja wala sio mara mbili. Na ni moja kati ya wachezaji ambao pia wanapaswa kufanyia kazi hilo eneo.
Na uzuri unajua Max ni mchezaji mkubwa ambaye amekuwa na msaada mkubwa sana kwenye timu lakini haimaanishi kwamba ukiwa bora hauna sehemu ambayo una weakness. Hakuna mchezaji wa namna hiyo ambaye amekuwa complete perfect. Kwa hiyo moja kati ya changamoto zake ni wakati mwingine kwenye ufanyaji wake wa maamuzi. Unakuta sehemu ambayo kwa mfano kama ile mechi tunaangalia tulikuwa tunaona alikuwa na uwezo wa kumpa nafasi mpira kwenda sehemu nyingine lakini akaopti kupiga. Naelewa pengine vision yake ilikuwa anaona kwamba anaweza kufanya kile kitu, lakini unapokuwa mchezaji mkubwa lazima tunajua kwamba una huo uwezo mkubwa wa kuskani, kujua nani yuko kwenye sehemu ambayo naweza nikapeleka mpira na wapi sehemu ambayo naweza nikapiga. Kwa hiyo natamani awe akiwa anacheza akumbuke tu kwamba acheze tennis au draft kwamba ni mchezo wa peke yake, anacheza mchezo ambao unahusisha watu wengine pia. Kwa hiyo inapofika moment akiona kwamba hapa pengine siwezi kupiga, aache mpira, unaelewa? Ni mchezaji muhimu ambaye ana operate. Kuna wakati mwingine watu walikuwa hawajui anacheza namba ngapi yani hawajui anacheza namba ngapi kwa sababu muda wote anaenda wide anarudi chini. Yani mshabiki wa mpira unaangalia mechi ujue Max nafasi yake ni ipi. Nafasi inaweza ikawa imeandikwa lakini labda majukumu. Yes, I mean majukumu kamanda, kwamba unajua kuna wale wachezaji ukishamwambia huyu ni winga anabaki kule kule yani. Lakini yeye ni mchezaji ambaye alikuwa na operate sehemu nyingi. Ndio point yangu ya msingi ambayo nilikuwa naizungumzia. The way football is played. Wewe ni central midfielder. Sawa. Whatever formation au system unaocheza. Wewe ni mmoja kati ya wale watu watatu. Katika hali ya kawaida football is dynamic. Yani wewe kuna mahali mpira utakukuta ukiwa katikati ya uwanja, kuna muda mtashambuliwa, uta drop deep kusaidia ukabaji na kuna muda utajikuta uko mbele. Kwa hiyo kwa hivyo nafasi kuna starting positions lakini mpira ama mchezo utakupeleka sehemu ambayo lazima ukupeleke kwa sababu uwanja ni mkubwa, and as we say football is a dynamic sport. Wewe unless wewe unacheza kama anavyocheza Ucho kwa sababu ya umri au Modric, hautokava eneo kubwa, utajikatia eneo lako lile katikati ya uwanja. Lakini kikawaida mchezaji ambaye bado umri unamruhusu kama Max ni lakini utamkuta na Rome sehemu nyingi kwa sababu ndio mchezo ulivyo. Kuna wachezaji wana umri kama wa Max Nzingeli lakini hawana uwezo wa kufanya hicho ambacho anafanya. Na nafikiri inasalia kwenye misingi ya kiuchezaji. Kwangu mimi naamini yani position, nafasi ya mchezaji ielezei majukumu yake kiwanjani. That's it. Na kitu kingine ni kwamba tunaweza tukaona nafasi za wachezaji katika maeneo sahihi zaidi hasa timu inapokuwa haina mpira. Mara nyingi ndio tunaona nafasi za wachezaji kiuhalisia. Lakini kwenye hii modern football timu inapokuwa na mpira mara nyingi inakuwa guided na misingi. Inawezekana Mpanzo ni winga, Kibu Denis ni winga, lakini labda mwalimu anachohitaji timu inapokuwa inashambulia wanabadilishana nafasi. Hawai tena kwenye maeneo ya pembeni. Watakuja ndani kwa ajili ya kuload eneo la midfield, kutengeneza faida ya watu wengi kwenye ile eneo. Mfano eneo la mshambuliaji ni mara nyingi anapaswa kuwa kwenye eneo la 18 kwenye ile zone ya mpinzani. Lakini kuna baadhi ya washambuliaji timu inapokuwa inaanza kujenga mashambulizi anaweza ka drop akashuka chini mpaka kwenye eneo la kiungo wakati wa chini kabisa. Lakini tumeshuhudia siku hizi timu inapokuwa na mpira fullback anaweza akatoka pembeni akaja kwenye midfield, maana yake position yake imebadilika. Lakini anachozingatia yeye ni majukumu gani nimepewa. Timu inapokuwa na mpira na inapokuwa haina mpira, nini napaswa kufanya katika nafasi na hata hiki ambacho tunasema majukumu gani umepewa uwanjani, wachezaji wote wana jukumu. Timu nzima tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunafunga idadi ya makubwa ya magoli kule na tunazuia huko. Kwa hiyo majukumu yoyote yatakuwa kusupport vitu viwili, either ukabe ama usaidie kwenye kushambulia. Football inachezwa hivyo. Hata mkiamua kucheza total football kwamba hakuna formation yoyote ile ambayo inatumika, mtajielekeza tu kwamba bana, huyu Juma huyu ni mshambuliaji hatari, hebu tumkabe. Huyu Rich Kiza ana mbio sana huyu, hebu wewe Ashraf kwa sababu ni kijana mwenzio, hebu kaa naye. Kwa hiyo hata Max he is a midfielder. Mechi ambayo atacheza na timu ambayo ni dhaifu wanashambulia sana, utamuona anaongezeka kwenye idadi ya kushambulia kule. Na mechi ambayo ngumu, kwa mfano anacheza dhidi ya MC Alger, dhidi ya TP Mazembe, dhidi ya Hilal, dhidi ya Simba, utamuona amepunguza hizo safari za kwenda mbele na kuna muda anasaidia kukaba. Na kama mechi itakuwa very open, kwa mfano kama ilivyokuwa ile ya goli 5 walioshinda goli 5-1, atakwenda kuongezeka kwa sababu katika hali ya kawaida hakuna majukumu mengine nje
ya haya mawili kwamba utasaidia kushambulia, utasaidia timu ikiwa haina. Mimi sijamuona Max kwenye anafanya hicho ambacho nakisema kamanda. Mimi binafsi sijai kumshuhudia. Yaani hujamuona akisaidia kukaba, hujamuona akisaidia kushambulia. Yaani kwamba kwenye mechi fulani anafanya hivi, kwenye mechi fulani anafanya hivi. Nafikiri hakuna kwanza kocha ambaye anaweza kaguide hivyo wachezaji. Na nachokijua mimi ni kwamba yaani unataka kumaanisha kwamba hakuna kocha ambaye anawaguide wachezaji kwamba bwana hebu sogea ukashambulie bwana, hakuna hii timu hauna sababu ya kubaki huko kwa sababu kila timu ina principle. Yaani kila kocha ana game model yake ambayo yeye anaiandaa. Anachokuwa anakifanya ni kujaribu kumwangalia opponent wake yuko bora wapi na dhaifu kwenye eneo lipi. Lakini how different is that from Kamanda? Yaani sitaki kuamini kwamba eti kwenye mechi ya Ken Gold ama Kagera Sugar Max atakuwa na freedom ya kushambulia sana, lakini kwenye mechi ya Simba TP Mazembe Max atakuwa na role ya kuzuia au kutokushambulia sana. Nafikiri timu inabaki kwenye principles zile zile, lakini kinachoongezeka ni umakini. Yes, yani timu inabaki kwenye principle, misingi ile ile. Kinachoongezeka tu ni umakini. Fuatilia majukumu ya hata kwenye mchezo wa leo. Unataka kuniambia mechi ambayo Yanga amemfunga Ken Gold goli 5 ni sawa na mechi, yani mtu kama Max kwa mfano alicheza kwa majukumu yake yale the same way wakimfunga Ken Gold goli 5 na mechi ambayo alifungwa na Tabora. Nakupa homework leo, kaangalia majukumu ya Max. Afu ukiangalia mechi ya leo, tafuta mechi iliyopita, angalia alichokuwa anafanya. Mimi ndo nianze kukupa wewe homework. Katafute kwenye ligi yetu hakuna nimeshashuhudia. Kwenye ligi yetu hakuna hitmap. Mimi nimeshashuhudia. Katafute hitmap ya Max kwenye mechi dhidi ya TP Mazembe, katafute hitmap ya Max kwenye mechi dhidi ya MC Alger, katafute hitmap ya Max kwenye mechi ya Al Hilal. Kesho ukirudi hapa tujadili. Nimeshashuhudia. Okay, mimi nafikiri wote mpeane hizo assignment. Hiyo sasa mpeane hiyo shughuli. Kila mtu afanye kazi yake.